kwa jiografia Ilala ni kubwa kama unavyoiona. Unaweza kufikiri ni ndogo kiwango hicho. Na ndio maana kuna hivi viwanja ambavyo tunaendelea kuvijenga. Nia yetu ni kwamba tunataka AFCON kila mtu katika Ilala baada ya AFCON aseme kweli nimeburudika na AFCON. Aweze kufurahi kitendo ambacho Mheshimiwa Rais na ndugu zetu wa TFF wameleta hapo AFCON. Maana kama unashindwa kwenda uwanjani, sisi tutakuwekea maeneo. Tunaweza pale tuna mnazi mmoja, tutatengeneza eneo letu la mnazi mmoja. Eneo lina makuu vizuri, tutaweka. Yako maeneo ya Degu Beach, maana yake kule Aga Khan, tunavyo viwanja vyetu, tutatengeneza. Tuna eneo la Ilala hapa, tutawekea. Tuna eneo la katikati ya Kariakoo, na kama unavyoona Kariakoo tumeanza kufungua barabara zetu, tutaweka. Na wengine tunaweza tukawaambia bana, jamani, leo hii kuna game inachezwa timu yetu ya taifa, funga barabara fulani, weka maskrini, watu wana enjoy. Unaweza ukaja mfano hii Kawawa hii, ukaenda ukafunga, ukaenda Lumumba pale, ukachukua ile Lumumba pale, tengeneza mandhari vizuri, weka skrini yako, funga Lumumba, tangazia watu wakaenjoy. Nia ni kwamba tunataka kila mtu, wale watoto wadogo waenjoy, mtu mzima aenjoy, wazee waenjoy. Kila mtu baada ya zile wiki za mashindano ya AFCON, kila mtu atatoka na neno ya kitu kwamba kweli Tanzania imefanya jambo kubwa. Na ndio maana Mheshimiwa Rais anataka kila mtu atabasamu. Na sisi kama Wanailala tunatamani kwamba baada ya mashindano ya AFCON kila mtu atabasamu. Mwenye uwezo mkubwa tajiri atabasamu, yule mdogo mwenye kauwezo kadogo atabasamu. Yale maeneo ambayo tunajua hawa watu uwezo labda ni mdogo, tutawafungia skrini za uhakika. Ndio maana tunakwenda na mkakati wa kuelekea AFCON. Ilala kuelekea AFCON, mikakati mbalimbali. Kwenye eneo la afya nini tunafanya? Kwenye eneo la elimu nini tunafanya? Kwenye eneo la miundombinu ya barabara na nini tunafanya? Kwenye eneo la hamasa nini tunafanya? Eneo la entertainment nini tunafanya? Dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba kila mtu aenjoy na AFCON. Na sisi tunajitambua kama Wanailala. Ilala ndio kitovu cha mkoa wa Dar es Salaam, lakini Dar es Salaam ndio kitovu cha kibiashara kwa nchi ya kwetu. Lakini kama tunazungumza Tanzania ni kitovu cha biashara cha nchi zote za Afrika Mashariki, maana yake kitovu chake kikuu kiko wapi? Kitovu chake kikuu kiko Ilala, kwa sababu Ilala ni kitovu kwa Dar es Salaam na Dar es Salaam ni kitovu kibiashara kwa Tanzania. Kama ndivyo basi, maana yake Ilala ni kitovu kwa nchi zote za Afrika Mashariki hapa kwetu. Lakini pia ukumbuke mizigo yote inayokuja bandarini zaidi ya 40% inaishukia Kariakoo, ambapo ni Ilala. Maana tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba sisi tunakuwa chachu ya entertainment, chachu ya kibiashara, chachu ya utalii, chachu ya taarifa.